kutupo shade kile ambacho kinaendelea Irani. Tutapata muda mzuri tutazungumza naye kwa kina. Lakini tupite kidogo tutombeze hali ikoje kwa sasa kwenye ukanda ule. Nimeshuhudia mashambulizi kupitia mitandao na vyombo vya habari. Israeli akifanya mashambulizi Gaza. Wakati huo mashambulizi ya ndege zilizokuwa na rubani yanaendelea Irani, na Netanyahu ametoa kauli kwamba anachokisubiri ni ushindi tu. Yes, unajua katika hali ya Gaza kisa imekuwa ni hali ambayo kwa kweli ni yastofahamu sana kwa miaka mingi. Na Gaza unajua wengine wanaita ni jela iliyokuwa wazi. Yes, kwa sababu watu takriban 2.5 milioni wamekuwa wakiishi kwa tabu, wamekuwa wakiishi kwa shida. Na Gaza ukitazama ndio imekuwa ikirepresent hiyo pale Palestina. Na kwa paka sasa hivi tunapoongea ni kwamba nchi ya Palestina imekuwa ikiwakilishwa na West Bank na Gaza. Na katika eneo la Gaza na kuna hicho chama cha kisiasa ambacho kinaitwa Hamas, ambacho kina wings vile vile ya masomo mbalimbali ya kijeshi. Lakini huko West Bank kuna kiongozi ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Palestina ambaye anaitwa Mahmoud Abbas na chama chake cha Fatah. Kwa sasa Netanyahu na Israeli amekuwa akitazama Gaza katika jicho la kimkakati kwamba ni watu ambao ni tishio dhidi ya uwepo wao. Na sasa hapo vile vile inaibua hoja ya mgogoro, hoja ya sintofahamu kati ya Iran na Israeli kuhusu namna gani question of Gaza. Unajua kwa sababu duniani hapa kuna maeneo ambayo Bwana Sam Umoja wa Mataifa wameweka kama ni maeneo ya paradox wanasema. Yaani maeneo ambayo yenye utata. Kuna eneo la Palestina, kuna eneo la Kongo. Yaani maeneo ambayo ni paradox katika jumuiya za kimataifa, taasisi za kimataifa. Juzi kama unaona Trump amewasainisha mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Kongo. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba katika maeneo ambayo kuna migogoro mikubwa ukiacha mzozo wa Gaza ni mzozo vile vile wa Kongo. Kwa hiyo question ya Palestina kuhusu watu wa Gaza, na hata Trump alivyoingia aliweza kukuja na hoja kwamba tuweze kuinunua Gaza, watu wa Gaza waende Jordan, watu wa Gaza waende maeneo ya Misri ukitazama. Lakini vile vile katika hoja za msingi ni kwamba katika eneo Mashariki ya Kati imegundulika kuwa eneo la Gaza bwana lina gesi nyingi sana. Kwa sasa japokuwa ni vita za kugombania kile ambacho kinachoitwa nani mwenye nchi yake, lakini vile vile maslahi ya kiuchumi, kwa sababu lazima tufahamu kwamba mataifa makubwa wamekuwa wakiangalia zaidi faida kwenye kile ambacho wanachokipigania. Yes. Na hiyo huenda kisa kadhirika wazi kwa sababu dunia tuseme sio tu ilishangaa, labda ilithibitisha siku moja ambapo alisikika kiongozi wa Marekani akihitaji madini kutoka pale Ukraine. Kwa maana kwamba hakuna jambo linafanywa bure. Hakuna bonyesi. Hakuna cha bure. Na ukijaribu kuangalia ni maeneo ambayo yana utajiri wa rasilimali, yanaendelea kukiona cha mtema kuni. Hasa pale maeneo ya Kongo bado hali haijatulia. Na haya maeneo kinachoshangaza ni kwamba juhudi za kuweka mambo sawa yani ni hazisomeki yani. Ziko kama mvua za daa. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia mgogoro wa Gaza na Israel, kwa sasa Palestina na Israel, unaona kabisa kuna wito kadhaa za kusitisha mapigano. Kabisa unasikia tena inasema tutasitisha, unasikia huko unasema tutasitisha na kadhalika. Lakini jana watu 20 wameuawa katika shambulizi moja limetokea katika mgahawa unaitwa Al-Baka. Huo mgahawa pale bwana ni kama vijio vya magazeti huko Tanzania, vijio vya kahawa. Huwa wanakutana watu wenye harakati mbalimbali, waandishi wa habari, watu wanaopiga soga na tafakuri tunduizi za kitaifa. Watu 20 papo hapo, shambulizi kutoka Israel. Kwa hiyo kinachoshangaza ni kwamba haya ni maeneo ambayo hata kwa sasa ukisikia kuna juhudi za kuleta amani, wewe binafsi hauwezi ukaziamini. Negotiations kadhaa zimeshakaa. Tumeshasikia watu wamekutana mpaka nchi za nje huko. Viongozi wao washakutana huko na huko, lakini ni maeneo ambayo mpaka sasa hivi hayatulii, na ni licha ya pressure na wito za kimataifa. Tumeona Mheshimiwa Waziri Mkuu pale Israel Netanyahu amesha
Unaweza tukasema ameshatishiwa hata kupelekwa The Hague. Lakini mtu ambaye atikisiki. Yes, na kwa mfano Samu umeibua hoja nzuri sana. Hiyo hoja kwa mfano ya The Hague. Sawa? Mamlaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Unaweza kujiuliza kwa mfano kuna hichi kitu wanaita ICC. Sawa? Kwamba International Criminal Court. Na kuna kitu kinaitwa ICJ. Sawa? International Court of Justice. Sasa ukitazama mahakama ya ICC imetokana na tamko la Roma la mwaka 1998. Sawa? Sasa huwa inafanya vipi kazi? Inafanya kazi pale ambapo mataifa duniani wanatakiwa watie saini mkataba wa Roma wa mwaka 98. Wakashatia saini ule mkataba, sasa unakuja unapitishwa kwenye sheria za nchi husika, unapitishwa bungeni na wanafanya ratification, wanaridhia. Sasa mkataba wa ICC unafanya kazi kwa kuwashtaki viongozi, wanasiasa, wanajeshi, watu ambao wamefanya mauaji dhidi ya binadamu. Sawa? Kesi maarufu mauaji ya Rwanda genocide ya mwaka 1994 na mauaji yale ya Holocaust ya bwana Adolf Hitler. Sasa ukitazama hii mahakama ICC kisa mataifa yote makubwa sio wanachama wa ICC. Marekani sio mwanachama. Anatambua hii mahakama lakini hajatia saini. Urusi baada ya kuivamia Ukraine mwaka 2014, 2016 akajiondoa kwenye mahakama. Israeli sio mwanachama. India sio mwanachama. China sio mwanachama. Sasa ni kwamba wanapotekeleza shughuli zao za kimkakati dhidi ya maslahi yao, wanakuwa sio sehemu ya kudhibitiwa na ile mahakama. Na ukitazama kwa mfano mahakama ICC imekuwa ikiwashtaki zaidi viongozi wa Kiafrika. Wakina Omar Bashir, tazama kuna viongozi kwa mfano wao wa Sudani wanasubiriwa, wakina Hemeti, sawa, na mwenzake Burhani kule Sudani. Na wengine wanapigwa bani kufika katika baadhi ya nchi. Sasa kwa mfano mahakama ya ICC kisa iliamuru bwana Netanyahu aweze kukamatwa. Lakini ukimsikia Trump anasema kwamba huyu hawezi kukamatwa. Sawa? Ukimsikiza huko wa Marekani hawezi kukamatwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba namna dunia ilivyotengenezwa na mabepari imetengenezwa dhidi ya mifumo ambayo inalinda maslahi yao. Kuanzia mifumo ya kisheria, mifumo ya kimataifa, mifumo ya kitaasisi. Ukitazama kwa mfano kile ambacho kinachoitwa kwa mfano katika Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa umeanzishwa mwaka 1945. Katika Umoja wa Mataifa kuna chombo kinaitwa Security Council. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ambao pale kuna kitu kinaitwa P5 wa kura washindi. Kuna kwamba Urusi, China, Marekani, Ufaransa na Uingereza. Hamna nchi ya Kiafrika kutazama. Na hawa kuna Security Council ndio wanasema kuna kitu kinaitwa veto power, kura turufu. Na hiyo kura wanasema itapigwa na itapita hata kama imekataliwa na wengi. Yaani kwa mfano kuna Umoja wa Mataifa kuna nchi zaidi ya 170. Lakini Marekani akisema kwamba mimi nina maslahi yangu Israeli, mimi nina maslahi yangu Kongo, mimi nina maslahi yangu kwa mfano Syria, ili azimio alipiti. Kwa mfano Urusi akisema mimi nina maslahi yangu Ukraine, azimio alipiti. Sasa tunaona kabisa kwamba ni chombo ambacho kimeundwa kwa lengo la kulinda maslahi ya watu fulani. Kwa hiyo mtazama kwamba dunia, ndio maana nasemaga dunia haina huruma. Kabisa. Na ndio maana kisa mimi kuna mtu mmoja nilimwambia kwa sasa inabidi tufike katika dunia ya kuambiana ukweli. Ya kwamba kwa mfano hatuna haja ya kusema Afrika iliingiliwa na wakoloni. Mimi naona tuna haja ya kusema Afrika iliingiliwa na majambazi. Mgenga zisha kuathiri wewe. Afrika iliingiliwa na majambazi. Tukisema wakoloni naona tunawapaka yani ni mhalifu fulani hivi, tunamwingiza jela, tunampa na bwabwa, tunamtia na nyama kidogo. Yani ukoloni nini? Kwa namna inavyoonekana ukoloni ni kuwa chini ya mamlaka ambayo sio yako, inakushurutisha ufanye unavyotaka. Unajua nimekwambia hivyo kwa sababu kuna baadhi ya nchi ambazo zamani sisi wanasema tulikuwa makoloni yao, wanajaribu kutuhudumia, wanajaribu kutupetipeti kidogo. Sisi tulikuwa chini ya tunafahamu bosi zetu sasa hivi. Sasa ni lazima labda tungesema ili dunia sasa ionekane haiko fair, kwa sababu ukizungumza masuala kama hizo mahakama za ICC ni kama hakuna fair. Alitangazwa Mugabe, mzee Mugabe marehemu anatafutwa, hayati Mugabe
alikuwa anatembea kifua mbele katika baadhi ya maeneo. Siku moja kaingia mkutano fulani pale Afrika, kila mtu anamkodolea macho, akasema vipi, kuna naye nitaka kunishika hapa? Unaona kuna kiongozi mwingine hapa Afrika naye litangazwa anatafutwa nini na nini. Hata nani Kenya pale fikiri wakina Ruto katika ile machafuko ya mwaka 2000 naye alienda. Unaona bana na alichomoka. Ndio maana anasema miongoni mwa watu mahiri kwenye ukanda huu anakuambia hatishi na lolote. Yes, na mtu ambaye alimchomoa kule ni Profesa Kithure Kindiki ambaye alikuwa ni mwanasheria. Kwa sasa kinachotokea jina yake wafuatiliaji wa siasa huwa lazima wacheke. Kwa sasa kinachotokea kisa mimi mpaka nasema ya kwamba tukirudi nyuma tuseme tu sisi hatukufuatwa na wakoloni. Sisi tufuatwa na majambazi. Kwa tafsiri ya kawaida ukoloni ni ujambazi kwangu. Tukijaribu kuangalia kwa sasa hivi. Sikiza, ni nchi moja kuvuka mipaka ya kiutawala dhidi ya nchi nyingine na kusababisha unyonyaji na ukandamizaji kwa sababu ya kujipatia faida za kiuchumi. Kwani kisa za kitamaduni unafikiri umeisha? Ukitazama dunia, wewe mfuatiliaji wa siasa, mchambuzi wa masuala ya jumla, ukoloni wote tulisoma ukoloni umegawanyika. Zama hizi huwezi kukwepa kwamba ukoloni mambo leo bado unafanya kazi. Lakini tumetoka kwenye ule ukoloni tuliokuwa nao kabla ya sisi ule wa Tanzania, Tanganyika tukapata ule 1961 ule tulitoka. Sasa ule ndio ulikuwa ukandamizaji uliovuka mipaka ya kiutawala. Kwamba mimi nataka shule tu tunaenda saa 2. Tufunge saa 5. Lakini this time around dunia inapitia phases za ukoloni mambo leo na ambao sasa huu kwa bahati ule uliopita ukoloni ule wa kawaida waathirika kubwa zaidi tulikuwa Afrika, lakini sasa hivi ukoloni mambo leo ni tupo tu sisi tunateseka, Malaysia wanateseka, Mashariki kila mtu anapitia phases hizo. Na kimsingi ni kwamba kwa mfano kuna hiyo dhana ya ukoloni mambo leo. Sasa imekuwa ni dhana ambayo sasa mbinu na mikakati ya kuweza kutawala dunia zimekuwa ni tofauti kabisa. Mbinu sasa zimekuwa ni mashindano makubwa ya ujasusi wa kiuchumi, vita vya kiuchumi duniani. Kuna mwandishi mmoja ameandika kitabu kinaitwa Economic Hitman. Sasa ukisoma kile kitabu bwana Kisa, inakuonyesha kabisa kwamba namna gani bado rasilimali ni sehemu za ushindani mkubwa sana. Na kwa mfano unaweza kujiuliza kwa nini sehemu nyingi ambazo kuna rasilimali duniani kumekuwa kuna machafuko na kuna vita. Tazama kwa mfano Kongo, tazama kwa mfano Sudan, tazama Mashariki ya Kati, tazama kwa mfano Ukraine. Kwa nini maeneo ambayo yana utajiri yamekuwa yanavutia hayo machafuko? Kwa hiyo inakuonyesha kabisa kwamba mbinu za utekelezaji zimekuwa katika kutawala, kumiliki, kuhakikisha kwamba wanadhibiti maeneo ya kimkakati, kudhibiti rasilimali. Lakini vile vile ambayo ndio neocolonialism sasa hivi. Utofauti wa ule ukoloni ule wa ukoloni unyonyaji na sasa hivi kwenye neocolonialism una mtawala mtu, unaingilia kwenye mipaka yake, lakini unaingilia indirect. Wanaita soft power. Yes, kwamba nakupa zawadi. Lakini kwenye zawadi naomba nipe madini. Automatic kwa sababu una shida, labda nitakuchimbia visima, unaangalia hali ya wananchi wangu, Mungu wangu hawa watakufa. Kwa hiyo kwa kutaka kuwa save unaruhusu kiingia. Sasa kumbe wao lengo lao mama lilikuwa ni kuja kufanya unyonyaji, lakini indirect. Afungwe mtu kamba, abondwe mtu barabarani. Lakini na huo sasa sisi tunateseka Afrika ni kweli, lakini sio sisi tu, kwa sababu hata haya mataifa ambayo migongano mikubwa inatokea ni kwa sababu kuna mataifa mengine yana maslahi. DRC umezungumza mfano mzuri kabisa. Vita inayopigana DRC, suluhu inayotafutwa DRC, ukitazama inatafutwa nje zaidi kuliko wale wa ndani, kwamba sisi tukae kwa nini tunagombana. Hapo kwa mfano DRC mikutano mengi imefanyika. Sawa, mikutano ya SADC, ya East Africa, lakini juzi mkataba umeenda kufanyika kwa mfano Marekani. Sawa. Kwa inakuonyesha kabisa kwamba namna gani sasa katika ile agenda ya African problem to the Africa solution. Yani changamoto na matatizo ya Kiafrika lazima zitatuliwe na suluhu za Kiafrika. Kwa sasa ukitazama kuna shida. Kwa mfano sasa hivi Captain Ibrahim Traore wa Burkina Faso amekuwa na taswira hiyo ya kupambana na dhana ya ukoloni mambo leo. Kupambana pale na wale wa Faransa. Unajua kule katika hizi nchi za West Africa
Mfaransa sasa hivi anapoteza sana ushawishi wake. Sasa mapinduzi ya yanatawala. Kama wana grupu lao la WhatsApp kule magharibi kwamba wanasema sikiza, nikitoka mimi njoo sikiza, au twende wote kwa pamoja, kwamba okay jamani, tumeteseka kwa muda. Sasa tusipounganisha nguvu za pamoja, akiona wewe unapindua na wewe unapindua na wewe unampindua, pengine inawatisha. Na ndio ukweli, na ndio maana hata ukitazama siasa ya Afrika Magharibi inatisha. Inatisha, yani ni ukanda ambao unatisha kimaamuzi, kwenye siasa zake unatisha, kwa sababu ni tayari wamejiunganisha na wamevaa silaha, tuko tayari kwa lolote. Na umekuwa sasa ni ukanda ambao sasa unamuondoa mkoloni wa zamani, anakuja mpya, kwa sababu unajua ukanda wa Afrika Magharibi, Guinea, Gabon, Burkina Faso ni ukanda ambao ulikuwa unatawaliwa zaidi na Ufaransa. Sasa Ufaransa sasa hivi anapoteza ushawishi wake, anakuja Urusi na kikundi chake cha Wagner. Na Putin anachokifanya, anakuja anapa mbinu za kijeshi, pambane na waasi, lakini anataka madini vile vile. Kwa hiyo akupe bure. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba hii dunia ya uliberali sio dunia ambayo ya vitu vya bure bure. Tunasema ni give and take, kwamba wewe, mimi nakupa usalama, mimi napata madini. Ukraine kwa mfano akaambiwa bwana Zelensky na Trump, unataka tukulinde na tukulinde, basi tugee madini ya kimkakati. Juzi Kongo na Rwanda mkataba wa ceasefire wafikia makubaliano, lakini inatajwa vile vile Marekani itafaidika na madini katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba dunia sasa hivi kuitazama imekuwa ni dunia ambayo cha kwanza inatafuta utajiri, rasilimali, kudhibiti maeneo ya kimkakati na kuhakikisha kwamba wanaendelea kutawala hii dunia. Na kwa kifupi ni kwa maelezo mafupi tu kwamba sio ni kwamba utakuja kuisha zaidi, labda utakuwa huu ni ujambazi kisa. Anasita kusema no. Yani kukaa kwenye nchi yako, kukaa kwenye nchi yako sio ujambazi, kwa maana tafsiri halisi ya ujambazi. Samu hataki kupaka mafuta. Yani wenyewe tu kwenye neno lake tu lilivyo ndio linamaanisha kinacho. Sasa ujambazi ni uporaji wa kutumia nguvu. They don't use nguvu. Ndio wanatumia nguvu. Wanatumia nguvu na akili. This time around wanatumia nguvu na akili. Of course. Nguvu, matumizi ya nguvu, matumizi ya naomba nikupe neno. Huu ni ujambazi na utapeli. Kwa sababu unapokaa ukasema Tanzania wale wana gesi. Usio ujambazi. Ujambazi kwa tafsiri. Ujambazi ni matumizi, uporaji wa kutumia nguvu. Sasa hawaji kutuambia tuku kwenye mgodi wa madini tupe madini, no. Lakini wanachokifanya sasa hivi, hata ukienda kwamba sasa hivi wanachokifanya ni ukoloni wa kutumia soft power. Mazungumzo mezani, na wewe una sign MOU kwamba hii sasa ndio memorandum of understanding, kwamba sawa, kwenye madini haya ya kimkakati mimi kisa nakubali, sawa nakubali kwamba itakuwa hivi na hivi na hivi. Sasa akishaingia hatumii nguvu. Na hata inapotokea mapigano utaona, kwa mfano DRC, maeneo machache ambayo vitu vinapigana ndani, wao wanapigana, unakuta tayari vinachonganishwa vikundi. Ukuti majeshi ya moja kwa moja, labda for instance anatajwa Ufaransa kwa mfano, au anatajwa Rwanda, yani ukuti ile pasal kwamba hii ni vita kati yetu hii na hii. Lakini wanachokifanya ni kukuchochea tu kwamba kwenye ukanda wa Gaza, Israeli naye pigana. Israeli nitakuunga mkono wewe, Gaza, Palestina nitakulinda. Wewe Irani, mimi niko nyuma yako. Lakini nyie ndio mnatwangana hapo, na wao wanasema nitakusaidia, mimi nipo hapa natafuta suluhu, ngoja tutakaa makubaliano kuitafuta amani. Lakini nyie ndio mnatwangana nyie wenyewe kwa mikono yenu. Unajua zamani ilikuwa tofauti. Walikuwa sisi tunajipenda, sisi tunapendana, unampenda mwenzako, lakini mzungu anakuja anakuchapa vijeledi, anakuambia twende ukabebe vitu. Sasa huo ndio ujambazi mimi nauzungumzia. Sasa hivi upo mjomba. Sasa hivi upo katika muktadha wa kutengeneza migogoro katika nchi zenye rasilimali. Sasa hiyo ndio neocolonialism. Huo ni ujambazi wa kimataifa tu. Ni neocolonialism. Yani sisi hapa pia tumewapaka sana rangi watu waliotubia rasilimali zetu. Kwa kutumia maneno ambayo tunahisi ni. Kuna makala moja nilisoma mwaka juzi, walikuwa walifufua, nadhani kuna aina fulani vya koloni ilifanywa moja kati ya taifa la Afrika hapa, ambayo yule mwandishi aliandika, tunawezaje kusahau unyama huu waliofanywa Afrika. Ilikuwa ni kama Burkina Faso miaka 800 ile.
Sasa ukijaribu kuangalia maumivu ambao wamesababisha huko nyuma ni makubwa sana. Ndio. Sasa hivi mpaka wao wenyewe wanatuonea huruma. Sasa wanakuja kuomba radhi. Sasa na Marekani wanavyoonea huruma Hiroshima na Nagasaki. Mimi nilienda alikuja hapa rais wa Ujerumani alikuja hapa na akasema nitaenda kufanya ziara Songea. Najua tuliwaumiza ilikuwa na nini. Kwa hiyo watulipe fidia. Mafuvu yenu tutarudisha. Naona mijusi yetu umechukua. Yaani mambo ni mengi sana. Sasa unakuta hata ukijaribu kufurukuta ukae binafsi inakuwa ndo maana mimi naita ujambazi. Yaani ukijaribu hata ukimpata kiongozi ambaye atasimamia misingi ya nchi ajaribu kukaa na kulinda rasilimali zake, unakuta ni kiongozi ambaye hasurvive. Changamoto huyu Traore kabla ya hapo nyuma kulikuwa na Sankara, Thomas Sankara ambaye ni mwaka 1987 mwaka ambao mimi nazaliwa. Ni mtu ambaye aliuawa kesi yake mpaka haikujulikana. Mwaka juzi kama wanaifufua hivi kujaribu kuangalia nini kilitokea, lakini ni kati ya viongozi ambao walitokea kujaribu kuifanya Burkina Faso jitegemee na mambo yaende hivyo. Sisi wenyewe hapa tumepata kiongozi wetu mzuri tu ambaye alijaribu kutuonyesha kuthubutu tunaweza. Bwala Nyerere linajengwa, tukaanza kusikia story ajabu huko duniani. Mimi ndo maana sisiti kuita ni aina fulani hivyo ujambazi ambao umetukaa. Tushaye kupata mchenga wa makinikia hapo kazuiwa, zikapigwa hesabu kila mtu ana noa yake. Lakini mwisho wa siku unakuja kuona kwamba nguvu ya ubeberu ni kubwa sana. Na changamoto kubwa Samu, pole unaongea kwa uchungu na kila mtu inamuuma. Changamoto kubwa ukiwasikiliza viongozi wa Kiafrika wengi wakizungumza Afrika kipindi hiki, Afrika na mataifa mengine ambayo yanatawaliwa kupitia ukoloni mambo leo, ni kanda au mabara ambayo yameshindwa kujikontrol yenyewe. Yani utegemezi wetu ndio wakati mwingine kwa akili zetu tunaona sasa hapa nitafanyeje? Yani nahitaji mafuta, sina nishati, yani nahitaji. Masharti yanasema hivi, utafanyaje? Yani wewe utafanyaje? Ungeomba msaada kwa rafiki yako Kenya, ungeomba msaada kwa rafiki yako Afrika Kusini, labda ungeomba msaada kwenye ukanda wako, lakini na wenyewe wanalia kama wewe. Kwa hiyo kama Afrika haitakuja kupiga ile hatua kwenye kutafuta kujilinda yenyewe, kwenye nini? Rasilimali zetu zijichakate, yani sisi zijichakate, hapa tuchakate sisi za kwetu. Lakini all in all tutafute masoko yetu sisi wenyewe. Kwamba zile hela tunakaza kuwa tunazipata kwenye mazao yetu, tukisha chakata, mara lijilishe, lijihudumie. Miradi hiyo ipo, graphite, madini ya kimkakati yote yako hapa kwetu. Lakini sasa uwezo tulio nao ni mfinyu. Mitambo labda ya uchakataji, labda haya tumechakata tunayatumia wapi? Wakati mwingine ndo ile ignorant uwezo. Kwa kama tutapiga hatua kwenye kujitanua hapo kwenye uwezo wetu, ambao sasa hivi wapo wengi wameenda kusoma, Afrika wengi tu wamekuwa wazuri, lakini sasa uwezo binafsi wa kujitegemea, uthubutu huo ndo umekuwa uko finyu. Yani kila mtu anataka kuingiza mguu na nini. Ndio maana wamekuwa wanatokea viongozi, kwa mfano Traore. Sasa hivi ukisimama tu unamkumbuka yeye, lakini tuna nchi ngapi Afrika? Na ziko nchi ambazo amini na kuambia ziko tayari kumsaliti Burkina Faso pale kwa sababu ya maslahi, kihakikishio tu kwamba sikiza wewe, sisi mbona tutakumalizia barabara zako zote, tusaidie pale mdefeat wewe. Kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya uwezo wetu, na sisi wenyewe tumekuwa tukifungua milango. Yani sisi wenyewe tuna ndio ukoloni mambo ile kwamba njoo tu, asa mimi nifanyeje? Asa mimi haya, hata asipokuja nitaishije? Kama barakoa anatuletea sio, unanielewa? Kama hiki wanatupa tuletea sanitizer, teknolojia ni yako. Kwa hiyo wenzetu kwa sababu walitangulia hapo, na sisi tumekuwa wazito kidogo, hiyo tunakubali, wazito kidogo kwenye kukubali kwamba we can do it. Ndio maana wanatokeaga wachache wenye uthubutu, na sasa sisi wote tunawashangaa na mataifa mengine yanawashangaa na yanakuwa tayari pia kumrudisha nyuma kwamba mbona anasumbua matajiri wa kisusa. Matajiri wakitaka mwingine akatoa kauli kwamba hakuna kiongozi wa Afrika ambaye alishawahi kushindana na wazungu akabaki salama. Umetupa mfano mzuri. Yes, na tumeona tishio juzi kwa Traore katika mapinduzi. Na unajua kwa mfano mmoja ya hotuba ya Mwalimu Nyerere alisema kwamba sisi kizazi cha kwanza cha viongozi
tuliweza kupigania uhuru wa mataifa yetu. Kwa kizazi cha pili na kizazi cha tatu na jukumu la kuweza kufanya ukombozi wa kiuchumi. Yes. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo tunayo kama bara la Afrika kabisa ni kufanya ukombozi wa kiuchumi. Sasa kisa ukombozi wa kiuchumi duniani sasa hivi ni vita. Kama zilivyo vita vingine. Yaani kwa mfano Urusi inapigana vita na Ukraine. Ile si vita. Vile vile ukombozi wa kiuchumi nao ni vita. Sasa ukombozi wa kiuchumi kuna mikakati mnaweza mkifanya nini? Cha kwanza ni kuhakikisha kwamba mnaweza kujenga watu wenu. Sawa Kwa sababu unajua sasa hivi ubora wa mataifa haupo kwenye madini unaambao unamiliki. Haupo kwenye milima, kwenye mabwawa. Ubora wa mataifa upo katika watu. Nitakupa mfano mmoja. Taiwan ni taifa ambalo lina watu milioni 23. Lakini Taiwan wanauza teknolojia. Israeli ambao wanaisumbua dunia Mashariki ya Kati wapo milioni 7 pale. Lakini wao tunawaambia watu ni mikoa miwili ya Tanzania. Lakini wao kutazama wamewekeza zaidi kwenye teknolojia. Sawa Leo hii kwa mfano taifa kama la Iran Assam niko naangalia wana kizazi cha kuweza, yani kuna elimu ambayo inafundishwa hawataki magharibi waijue. Sawa yani ile elimu kitazama katika teknolojia katika invest. Kwa sababu unajua kuna elimu ya kuangalia mambo kama yalivyo na kuna elimu ya matokeo. Sawa kabisa. Mnaweza mnapewa elimu lakini ya kuangalia mambo kama yalivyo. Sasa wenzetu ukitazama kuna teknolojia na sasa hivi teknolojia utazama imekuwa kama ni soft power. Yaani ni nguvu ya utajiri. Leo hii kwa mfano Marekani inaweza kaamua tukazima WhatsApp, tukazima YouTube, sawa, tukaziba kwa mfano mitandao yao. Mtawafanya nini wakiamua kwa mfano? Hapana. Sawa Leo hii kwa mfano kuna vita kubwa ukitazama kati ya Marekani na China kuhusu TikTok. Sawa Kuna vita kubwa ukitazama sasa hivi ya mambo ya tumeshuhudia masuala ya drone kwenye vita. Ndio. Kwa ni kwamba sasa namna gani kama taifa letu tunaweza tukainvest katika akili za watu. Unajua uwekezaji mkubwa katika maisha blaza ni kuwekeza katika watu. Na kuwekeza kwenye watu kwa taifa ndio mafanikio, kinyume chake ni kuanguka. Kwa sasa namna gani tunaweza tukatafuta talent za watu ambao wameanzisha kwa mfano hizi innovation startup ndogo sana kwenye teknolojia na tukawa empower kabisa. Sawa na tukishawa empower sasa maana ni kwamba sasa hata wenzetu tunaposikia mambo ya steam engine kana ya 17 walianza kama uyoga wakakua. Sasa leo hiyo wanapokuwa wakubwa hawajakuwa kwa bahati mbaya. Mimi nasema kwamba kila kitu ambacho unachokiona kuna hakijatokea kama kilivyo. Kuna mkakati ambao ulianzishwa, kuna watu walipanga, waliwaza, walifikiri. Loichi na wamejifungia miaka 30 sasa hivi ni wakubwa. Kabisa. Taiwan kama nilivyosema teknolojia. Israeli kipindi wanaanzishwa mwaka 47 mwaka 48 wakasema sisi tunataka tujenge taifa la Kiyahudi, Kizayuni. Wakaanzisha kitu ambacho kinachoitwa kibuti. Kibuti sasa kama na vijiji vya ujamaa kwa Tanzania ambapo Mwalimu Nyerere alianzisha mwaka 67. Sawa Sasa mshasiku ukitazama sasa leo hii umekuwa nuclear power. Kwa hiyo inatufundisha kwamba mafanikio ni vita na sasa duniani kuna vita vya kiuchumi. Basi tumekuwa na wakati mzuri.